Mimi naitwa Nason Sigara, ni mkurugenzi wa masuala ya udhibiti uchumi kutoka shirika la uwakala wa meli Tanzania, yani TASAC. Katika kikao chetu cha leo tumekutana na wadau wa huduma za usafiri na usafirishaji kutoka hapa mkoani Kigoma kwa lengo la kufanya tathmini ya pamoja kuhusu athari za ongezeko la bei ya mafuta. Tumepitia mwenendo wa bei ya mafuta kwa kipindi kirefu, namna ambavyo bei ya mafuta imekuwa ikibadilika hapa Kigoma, na pia tumeangalia utaratibu wa namna ambavyo watoa huduma wanapaswa kuzingatia katika kupata mabadiliko ya bei au nauli. Kwa hivyo tulichokifanya ni kutoa utaratibu kwao, kueleza utaratibu wa namna ambavyo bei inaweza kubadilika, utaratibu unaotakiwa kufuatwa ili kufanya mabadiliko ya bei. Lakini pia tumeonyesha tathmini yetu ya mwenendo na tumetoa mwelekeo wa namna ambavyo tunadhani mabadiliko ya bei yanaweza kufanyika. Na baada ya kuwa tumetoa mwelekeo, sasa ilikuwa tunapokea maoni kutoka kwa wadau waliokuja kushiriki pamoja na sisi hapa. Tumepokea maoni kutoka kwa wadau kadhaa ambao tulikuwa nao hapa, lakini pia tumetoa fursa ya wadau kuleta maoni yao kwa maandishi ili tuweze kuzingatia maoni hayo katika kutoa uamuzi kuhusu namna ambavyo marekebisho ya bei yanaweza kufanyika kwa lengo la kukabiliana na athari ambazo zinajitokeza kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Kwa hivyo hicho ndicho hasa ambacho kimetuleta katika mkoa wa Kigoma. Lakini pia niseme kwa sababu ongezeko hili lina sababu ambazo ni nje yetu. Ongezeko hili limetokea maeneo mbalimbali nchini. Kwa hiyo kikao cha namna hii ambacho tumekifanya hapa leo pia kimefanyika Bukoba, lakini pia kimefanyika Ukerewe, na pia tumetoa taarifa kwa umma ya kuomba kupata maoni kwa maandishi ili yote kwa pamoja tuweze kuyazingatia katika kufanya maamuzi ya mwisho ya namna ambavyo tutakabiliana na athari hii. Hilo ndilo lilotuleta Kigoma leo. Leo tulikuwa hapa Ukerewe kukutana na wadau mbalimbali, wadau wa usafirishaji majini ama kwa njia ya maji. Tunafahamu wilaya ya Ukerewe ni moja ya wilaya ambayo ina visiwa vingi, kwa hiyo mahitaji ya usafiri majini ni makubwa. Sasa kufuatia changamoto ambayo nadhani umma mzima unafahamu, kwa sasa kumekuwa na changamoto kubwa ya upandaji wa bei za mafuta ulimwenguni na athari zake zimetawanyika karibia nchi zote nyingi ikiwemo Tanzania. Sasa kufuatia athari hizo, sisi TASAC kama mdhibiti wa huduma za usafiri kwa njia ya maji, kwanza nasi tumekuja hapa ili tuweze kukutana na wadau kujadili kwa pamoja, ikiwa ni tekelezo au takwa la kisheria pamoja na kanuni zake, kuwashirikisha wadau kabla ya kufanya marekebisho ya viwango vya nauli waweze kuzipata kwa bei ambazo ni himilivu. Kwa hiyo mdhibiti yeye yupo katikati kuhakikisha ana balance hizi pande zote mbili. Maoni ya wadau huwa ni muhimu na ni takwa la kisheria ili kufikia maamuzi ya mwisho, na maoni haya yanatumika pia katika kuchakata marekebisho haya ya nauli. Na sisi kama wadhibiti basi tumepata maoni yao mbalimbali na wametoa maoni tumeyasikia, yakiwemo kweli changamoto za kutoa huduma, kwa maana ya kwamba tunajua vyombo hivi vinatumia mafuta na gharama mafuta ukiitizama ni kati ya 60% mpaka 80% ya gharama za uendeshaji wote wa hivi vyombo vya usafiri kwa njia ya maji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kweli kinachangia gharama kubwa, kisipotizamwa vizuri huduma hii inaweza isipatikane. Naitwa Rafael Mkaruka wa Mjungu, ni mtakwimu mwandamizi shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC kutoka kitengo cha udhibiti uchumi. Leo tuko hapa Bukoba katika ukumbi huu wa ELCT kufanya kikao cha wadau. Mkutano huu wa wadau lengo lake ni kukusanya maoni kuhusu athari ya ongezeko la bei za mafuta kwenye usafiri wa abiria majini. Kama ambavyo tunafahamu
kwamba bei za mafuta zimekuwa zikibadilika mara kwa mara, na kwa sasa imeonyesha bei zimepanda kutokana na changamoto ambayo inaendelea katika nchi za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo tuko hapa ili kuweza kupata maoni ya wadau, kama ambavyo sheria inatutaka tuweze kukusanya maoni ya wadau na kwenda kuchakata, kwa maana kikao hiki hakitokuwa na maamuzi ya nini kifanyike, lakini tunachukua maoni ili tuweze kuchakata na kukokotoa kuweza kupata gharama sasa ambayo inaweza ikawa himilivu kwa wananchi, kwa maana ya kwamba hatuongezi mzigo kwa wananchi, lakini tunataka kuangalia ile huduma ya usafiri majini inakuwa endelevu. Kwa majina naitwa Novatus Kisusi, ni kaimu msimamizi wa kituo natokea Tashiko hapa Bukoba. Nimefurahi sana kushiriki katika mkutano huu wa wadau ambao umeandaliwa na TASAC. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwapongeza kwa hatua hii ambayo wameifanya, na kulingana na ongezeko la bei za mafuta, kama watu ambao wana regret wameweza kutuita wadau kuja kutoa maoni yetu hapa na kuja kuona uhalisia na tathmini halisi ya ile ongezeko, jinsi ambavyo linaweza kuathiri usafirishaji wa abiria na mizigo. Nasi kama wadau wa Tashiko ambao tunatoa huduma zetu hapa, kutumia meli yetu ya MV Victoria na New Mwanza, kutokea Mwanza kuja hapa Bukoba, tunasafirisha abiria na mizigo, na sisi ni wadau halisi wa TASAC. Wamiliki wa vyombo vya usafiri hawahitaji kupandisha bei tofauti na ule mtizamo wa serikali. Kwa hiyo serikali inaposema labda ni asilimia fulani, tunahitaji kushauriana na wao wasafirishaji na mwisho kupeana kiasi ambacho hakiwezi kuumiza wananchi, ili kuepuka mfumuko wa bei, mfumuko wa bidhaa, biashara kuharibika, kwa sababu ukiweka bei ambazo zitaathiri mfumo mzima wa biashara, na maana hata uchumi unashuka. Kwa hiyo mimi niombe wananchi wawe watulivu, kwani serikali inaendelea kuifanyia kazi, na nafikiri itafika mahala hii hali itabalance na kila mtu atanufaika. Kwa kweli, kutokana na kikao cha maafisa wa TASAC tuliokuwa nao leo, wameweza kutoa mapendekezo yao wao kama serikali ili kuweza kutoa huduma vizuri kwa wananchi. Lakini bado bei walizoziweka kama serikali, bado sisi watoa huduma itatupa changamoto kubwa, kwa sababu mafuta yako juu na nauli walizozitoa kama serikali ziko chini. Kwa hiyo tunaomba serikali wazidi kutuangalia sisi kama watoa huduma, lakini pia bei zitakapopanda, wateja wetu ambao ni abiria tunao wahudumia katika usafiri, basi wakubaliane na hizo bei na kusiwe na changamoto au malumbano kati ya bei.